Salamu alaikum wa Tanzania na dunia nzima, tumsifu Yesu Kristo wa Tanzania na dunia nzima. Kuna sakata linaloendelea kwenye mitandao ya kijamii, kwenye vyombo mbalimbali vya habari kuhusiana na Kuhani Musa. Kuhani Musa amewahi kuwa na mke wa ndoa ambaye wameshaachana miaka 9. Lakini huyu mwanamke ndo anatumika kuharibu kanisa la Kuhani Musa na kumchafua Kuhani Musa. Na mwanamke mwingine ni Mange Kimambi. Lakini huyu mwanamke anayesema amezaa na Kuhani Musa sio ukweli, kwa sababu kaungana na ex wife wa Kuhani Musa ambaye waliachana miaka 9. Kwa sasa hivi vita ni wanawake watatu. Huyu anayesingizia ni mchumba, kazaa na Kuhani Musa ni uongo. Mke wa ndoa ambaye waliachana miaka 9 ndo anatumika na huyu mwanamke pamoja na Mange Kimambi. Kwa nachowaambia Watanzania, muamini hii ni vita, ndio maana unaambiwa maisha ni vita. Baada ya hapo kuna wachungaji wenye wivu na Kuhani Musa. Ni kwa sababu kanisa la Kuhani Musa sasa hivi ni kubwa, na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alimpigia simu live kanisani na akamchangia shilingi milioni 100 ujenzi wa kanisa lake. Kwa hiyo wengine wachungaji wanaona wivu. Kwa hiyo story iko hivyo. Huyu sio mchumba na wala hajazaa na Kuhani Musa, bali mke wa Kuhani Musa ambaye ni ex walioachana miaka 9 ndio anatumika kumchafua Kuhani Musa. Hiyo ndio story ilivyo. Okay. Sawa. Na zile video ambazo tunamuona Kuhani Musa akiwa na yule mwanamke ambaye inasemekana kwamba amezaa naye, ni video za uongo? Mdogo wangu, sasa hivi kuna AI. Kwa hiyo sisi kuna picha za kutengenezwa. Chanelo, kwa hiyo sasa hivi ni AI. Kwa hiyo inaweza ikatengenezwa picha au inaweza ikachukuliwa sauti yangu ikapachikwa sauti ya kiongozi yoyote wakati sio yeye. Inaweza ikachukuliwa nyimbo yangu ikawekwa kwenye mtandao, kumbe sijaimba mimi, wamechukua sauti yangu. Kwa hiyo ni mambo ya AI. Kwa nini iwe kwa Kuhani Musa? Kwa nini wamfanyie Kuhani Musa hicho? Kwani kwa Gwajima ilikuwaje kama unakumbuka? Kwa Gwajima? Yeah. Picha iliyotengenezwa anaonekana yuko na mwanamke, ilikuwaje? Kwa hiyo upande wa makanisa haya kuna vita kubwa sana. Hasa wachungaji, achana na Roman Catholic. Roman Catholic huwezi kuigusa. Haya makanisa mengine ya wachungaji wana vita kubwa sana, ndio maana hata Godwin Boniface Mwamposa yuko makini sana kuchafuliwa kanisa lake. Kwa hiyo sasa anaweza akatuma mwanamke, umekaa naye, mwisho wa siku umepiga picha kaweka kwenye mitandao, nimezaa na huyu. Kama mnakumbuka vizuri, kipindi cha Konki 2018 akajitokeza ka binti kanasema nimezaa nako, kumbe ni underground ka muziki, kakasema na mtoto na Dudubaya, huyu hapa mtoto mchanga, kumbe kamechukua mtoto wa jirani. Hamkumbuka 2018 alikuja na mtoto? Hakuja kwangu, alijirekodi, anaojua na vyombo vya habari, kumbe ni underground anaimba muziki 2018. Okay. Wakati Konki ndio inawika na ana mtoto mchanga, akasema nimezaa na Dudubaya kanitelekeza. Kumbe ule mtoto kachukua mtoto wa binti wa jirani, sio mtoto wake. Mimi nilipofanya upelelezi nikagundua kumbe ni underground kanataka kiki ili katoke kwenye muziki. Kalikuwa kanakaa Mwananyamala. Kwa hivi vitu vipo. Watu watajiuliza kwa nini Dudubaya anamsemea Kuhani Musa? Je, ametumwa na Kuhani Musa au wewe unaongea kama nani juu ya sakata hili? Mimi na mahusiano makubwa sana na viongozi wa dini. Ndio maana Mambas 24 iko chini ya Mwenyezi Mungu. Ni jeshi la Mwenyezi Mungu. Viongozi wote wa dini, iwe Sheikh Mkuu bin Zuberi, iwe mashehe wote, iwe mapadri, maaskofu, mimi niko karibu nao sana. Ndio maana mimi ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Kuhani Musa akijitokeza kwenye vyombo vya habari kuzungumza, mtu anaweza asimwamini akasema labda anajitetea. Lakini mimi siko tayari kuona chombo cha Mwenyezi Mungu kwa maana ya kanisa mtu analichafua, mtu analichezea kwa sababu anagewa pesa na watu mchafue huyu. Ushaelewa? Hata viongozi serikalini, kiongozi ambaye kanyoka, siko tayari kuona anachafuliwa wakati mtu yuko sahihi.
We need good leaders. Tunahitaji viongozi wazuri, na viongozi wazuri lazima tuwalinde, tuwapiganie. Shana vizuri. Na ndio maana nimejitokeza kuongea. Ni sawa sawa na mtu sasa hivi ajitokeza anamchafua Boniface Mwamposa. Hiyo mimi siwezi kukaa kimya. Nisikie kuna mtu anamchafua askofu wa Roma Katoliki, siwezi kukaa kimya. Nisikie kuna chef fulani anachafuliwa kwa uongo, siwezi kukaa kimya. Mimi ni public figure. Nina sauti inayosikika kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, dunia nzima. So I have to use my power kuwatetea wale ambao watu wamenyoka, watu wa Mwenyezi Mungu. Na makanisa yote ndio maana nasajiliwa na serikali kwa ajili ya kutangaza amani. Shanaelewa vizuri. Kwa hiyo siwezi kuona mtu anayetangaza amani, anahubiri maadili, anachafuliwa kwa maslahi ya watu wachache, wajinga wachache. Umeelewa vizuri? Na ndio maana nimejitokeza kwenye vyombo vya habari kulitetea kanisa la Kuhani Musa. Yeah. Una evidence lakini. Ndio maana mimi sijawahi kuzungumza uongo. Mimi ni mtu msema ukweli. Nimejuaje kama Kuhani Musa alikuwa na mke ex-wife wameachana miaka 9? Mimi sijawahi kuongea kitu bila kukichunguza. Sijawahi kuzungumza kitu ambacho sikijui. Ndio maana hapa nazungumza ukweli. Yeah. Sawa, na sakata limeishia wapi? Au nini kinaendelea kwa sasa? Yule binti amepelekwa mahakamani, kapelekwa mtuoni au nini kinaendelea? Unajua, ngoja niwakumbushe kidogo. Kwa mfano issue iliyotokea ya nani huyu mwimbaji wa gospel? Gospel. Kusema kwamba alilishwa chakula na nani? Jodef. Akagewa gari la kishetani. Baadaye kalichoma moto. Imeishia wapi? Na akatoa nyimbo kama Kiki. Hiyo nyimbo imeishia wapi? Kwa hiyo sometimes tujifunze kuishi na viongozi. Shanaelewa vizuri. Tujifunze kuishi. Huyo Gospel alitumika kama kulichafua kanisa la Jodef na aligewa gari. Leo ulishangilia wakati unagewa gari. Alafu leo unakuja kutuambia gari la kishetani. Na nililishwa chakula cha kishetani. Ndio maana sikiki kwenye muziki. Baada ya hapo sikatoa nyimbo. Hiyo nyimbo imesikika? Na wauliza. Haijasikika. Nyimbo aliyotoa imefika popote? Kwa hiyo ni lazima tujifunze. Kuna watu sasa hivi dunia hii anaweza akawa na hela kaamua tu kumchafua Mpala, kumchafua Mbengo, kumchafua Bina, kumchafua Mwambengo mzee wa kula. Sasa Konki, hivi unafikiri ni kwa nini wachungaji wenyewe kwa wenyewe wamekuwa na beef? Kwa sababu umesema hapa Kuhani Musa anachafuliwa. So ametafutwa mwanamke amedai kwamba amezaa na Kuhani Musa. Kwamba umesema hili jambo yupo ex-wife na wachungaji ambao hawampendi Kuhani Musa. Tuanzie hapo, kuna wachungaji. Unafikiri kwa nini wachungaji wenyewe wanafikia hatua ya kuchafuana na kutengenezana hizi scandal? Mimi siku moja nikiwa ofisini kwa Mwamposa aliniambia, Godfrey, kwenye Bongo Flava vita yenu ni ndogo sana. Sisi upande wa Mwenyezi Mungu tuna vita kubwa sana. Tuna vita kubwa sana. Kwa hiyo ni lazima uwe makini sana. Kwa kuna wachungaji anatamani kama unajaza uwanja, unatamani watu wamejaa kanisani kwako kukuchafua. Boniface Mwamposa akaniambia, mimi mwenyewe kanisani kwangu Kawe, kuna watu huwa wanatuma wanaingia na rekoda. Mimi ninavyofanya maombezi wanarekodi. Sababu wao hawana uwezo wa kuhubiri kama Mwamposa. Wanarekodi, wakitoka hapo wanapelekewa wale wachungaji. Alafu anasikiliza, alafu yeye akiingia kanisani anaanza kuhubiri kama Mwamposa. Kwa hiyo ukiwa kiongozi wa dini, kama una nguvu ya Mwenyezi Mungu, ni lazima uwe na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo viongozi wa dini wako tofauti. Waliotumwa na Mwenyezi Mungu lazima uwe na Roho Mtakatifu. Na kuna wengine hawajatumwa na Mwenyezi Mungu, hawajaitwa, wamejiita, hawana Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wako tofauti. Sawa, nafikiri natosha seti. Kumi tumezipata. Neno lako moja kwa waumini wa Kuhani Musa. Labda ukikuona labda unazungumza hivi, sijui kama wewe ni muumini wa Kuhani Musa. Yeah. Mimi ni muumini wa viongozi wote wa dini kama nilivyosema. Mimi hata mashe nikitaka kuombewa naenda kwa she. Kama najua huyu ni she anaombea, naenda.
Mimi sichagui kiongozi wa dini. Nikitaka kwenda Roman Katoliki kanisa langu naenda kuombewa. Nikitaka kwenda kwa Mamposa naombewa. Kiongozi yoyote wa dini ambaye namwamini namhitaji kwenye maisha yangu kwa ajili ya kuniombea. Yoyote, iwe shehe, iwe KKT, mimi sibagui kanisa. Sio, umeelewa vizuri? Kwa nawaambia waumini kama ulivyoniuliza, muamini kuhani Musa, muendelee kumtumikia Mwenyezi Mungu kupitia elimu yake ya kimungu, muendelee kusimama na yeye, kusimama na kanisa. Kanisa ni lenu nyinyi. Sasa hivi nasali wapi kwa kila? Mimi Roman Katoliki kwa Mamposa kwa kuhani Musa. Yeah. Kwa nini hauna kanisa moja? Hujanielewa point. Viongozi wote wa dini pa kuanzia misikiti, mashe, dini zote za Kikristo, mimi niko nao karibu. Kwa mimi naweza ukajikuta hata niko Mwanza nikakutana askofu wa KKT nikamwambia baba niombee. Shanaelewa vizuri? Nikakutana shehe labda Mbeya kaambia baba niombee, na akanipiga dua pale nikaendelea na mambo yangu. Yeah.